Baada ya klabu ya Young Africans kutoa vigezo mbalimbali juu ya wajenzi wa uwanja au juu ya watu ambao wanawania nafasi ya kujenga uwanja, leo hii mapema majira ya saa 5 wakatoa matokeo ya kampuni ambayo imejishindia kuwa wajenzi wa uwanja wao wa Young Africans ambao utakuwa pale Jangwani, na mshindi mwenyewe aliibuka kuwa ni GSM. Yes, kampuni ya GSM ndio imeibuka kinara wa ujenzi wa uwanja wa Dar es Salaam Young Africans, na msemaji wa klabu hiyo Ali Shaban Kamwe ametoa vigezo vilivyofanya GSM aibuke kinara, ikiwemo ni sababu mbalimbali, ikiwemo sababu za kiuchumi, lakini pia kukidhi vigezo ambavyo kampuni zingine hazikukizi, na alitolea maelezo na kutoa mifano kwa baadhi ya kampuni ambazo zenyewe hazikuwa na uwezo wa kujenga uwanja, bali zilikuwa zina uwezo wa kutafuta watu ambao watasaidia kujenga uwanja. Na Ali Kamwe amesisitiza kwamba alikuwa anahitaji kampuni yenye nguvu, kutokana na kwamba ni moja kati ya ndoto ya miaka na miaka ya klabu hiyo. So wanahitaji mtu ambaye ana uwezo wa kusimamia vilivyo kwa ajili ya kukizi vigezo vya FIFA katika uwanja huo. Na hapo mbele ni video ambayo Ali Kamwe anaongea kuhusu uwanja huo. Lakini tukaweka pia, jamani, anayeomba tunataka vigezo hivi, kwanza uwe na uimara wa kiuchumi ambao pia unatambulika. Tuweka vigezo vingi pale, si ndio? Tujue financial stability yako ikoje, weledi wako wa kampuni yako, uzoefu wako wa miradi mikubwa kama hii. Pake mradi ni mkubwa, mradi wa kihistoria. Kujenga uwanja wa klabu ya Young Africans ambayo imekuwa ndoto ya klabu hii miaka na miaka, sio mradi wa kitoto, ni mradi wa kihistoria. Lazima pia viongozi wachague mtu ambaye ana uzoefu huo. Kwa swali lako la kwanza, nafikiri nimelijibu vizuri. Asante, endelea kutufuatilia. Sisi ni Mtitu Media, usahau kufollow, kusubscribe na kushare.